Bwana, zilizopo kwenye makaratasi na kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu ripoti ambayo imetolewa inayowahusu mawaziri wa fedha pamoja na magavana wa benki kuu kutoka mataifa 7 yenye maendeleo ya hali ya juu kiuchumi duniani alimaarufu kama G7. Wamekubaliana kwa pamoja katika mkutano ambao umefanyika magharibi mwa Canada kuwa Urusi inaweza kuwekewa vikwazo zaidi iwapo itakataa kushiriki kikamilifu katika juhudi za kusitisha mapigano nchini Ukraine. Katika tamko lao la pamoja ambalo limetolewa Mei 22, mwishoni mwa mkutano huo, wakuu hao wa fedha wa G7 walilaani kile ambacho wamekiita ni vita ya kikatili inayoendeshwa na Urusi na kusisitiza kuwa endapo juhudi za kusitisha mapigano zitashindikana, watatafakari chaguzi zote zinazowezekana ikiwa ni pamoja na kuongeza vikwazo zaidi dhidi ya Urusi. Tamko hilo pia limeelezea kuwa mali za serikali ya Urusi zilizopo katika maeneo ya nchi wanachama wa G7 zitaendelea kushikiliwa hadi pale Moscow itakapositisha vita na kulipa fidia kwa uharibifu ambao umesababishwa nchini Ukraine. Aidha, mawaziri hao wamekubaliana kushirikiana kuhakikisha kuwa hakuna taifa au taasisi yoyote iliyofadhili au kusambaza vifaa kama mashine za kivita kwa Urusi ambayo itanufaika na shughuli za ujenzi mpya wa Ukraine. Yaani wanasema hili ni tamko kubwa sana, alizungumza waziri wa fedha wa Canada anafahamika kama François Philippe Champagne, akilitaja kwamba ni nguzo kuu ya tamko hilo ambalo hata hivyo hajataja moja kwa moja China au mataifa mengine yanayotuhumiwa kuisambazia Urusi vifaa maalum. Hapa nataka niwaeleze jambo. Yaani hili tamko mnasikia hapo wanasema hivi, naomba nirudie, labda ndugu zangu mnawezekana mkapitia wakati mgumu kidogo kuelewa. Wanasema hivi: watahakikisha hakuna taifa au taasisi yoyote duniani ambayo imefadhili au kusambaza vifaa vya kivita nchini Urusi itakayonufaika na shughuli za ujenzi mpya wa Ukraine. Kwa hiyo hizi nchi za G7 ambazo zimekutana na kutoa mapendekezo hayo, si kwamba wanatoa mapendekezo kwa sababu wanaipenda Ukraine, kwa sababu wanataka Ukraine iwe free, bali wanafanya hivyo kwa sababu wamegundua kwamba muda wowote Ukraine ikisha sitisha mapigano watapata gap la kupata kandarasi za kuijenga Ukraine, watapata kandarasi za kusambaza vifaa, yani watapata, yani wao wapo kibiashara zaidi. Na ndio maana hapa wanahitaji China, ambao wanajua China ndiye kwa hivi sasa dunia inamtambua kama mshirika mkuu ambaye amekuwa akifanya shughuli nyingi sana katika idara mbalimbali kwenye mataifa mbalimbali duniani. Mkutano huo ambao ulifanyika katika milima ya Rock nchini Canada ni maandalizi ya mkutano wa kilele wa G7 unatarajiwa kufanyika katikati ya mwezi Juni kwenye mapumziko ya kifahari yaliyo karibu, ambapo ikulu ya White House imethibitisha Mei 22 kwamba Rais wa Marekani Bwana Donald Trump pia anatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Waziri wa fedha wa Ukraine anafahamika kama Serhiy Marchenko alihudhuria mazungumzo hayo na kuwahimiza viongozi wa G7 kuendelea kuiwekea Urusi pressure ili Urusi kubali kukaa katika meza ya mazungumzo. Hivi wanavyomuona Bwana Vladimir Putin ni mtu ambaye anahitaji kupata pressure kutoka kwa G7, maana yeye alikuwa ni miongoni mwa mataifa ya G7 lakini baadaye akajichomoa, na baada ya kujiondoa kwenye G7 bado mmeiona Urusi ikiendelea kunawiri na kushamiri every day. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky yeye hajalitaja moja kwa moja swala la mkutano wa G7 katika hotuba yake ya jioni kwa njia ya video, lakini alisema kwamba Ukraine ipo tayari kuchukua hatua za haraka iwezekanavyo kusitisha mapambano. Anasema maslahi ya Ukraine sio ya kuendeleza vita bali kuwa tayari kwa kila hali. Dunia yote inajua kwamba Urusi ndio chanzo cha vita kuendelea. Sisi tunafanya maandalizi yote ya msingi upande wetu. Kinachohitajika ni nia ya dhati kutoka Urusi, na kwa sasa nia hiyo inaonekana haipo. Juhudi za kidiplomasia kumaliza vita zimeongezeka kwa kasi, na wiki iliyopita maafisa wa Urusi na Ukraine walikutana ana kwa mara ya kwanza baada ya zaidi ya miaka 3 ya kusikika mitutu ya bunduki pamoja na maguruneti, bila kusahau makombora, droni pamoja na mabomu katika maeneo hayo. Hata hivyo, Kremlin ilisema Mei 22 kwamba hakujawa na makubaliano yoyote mapya kuhusu mazungumzo ya amani na Ukraine, wakikanusha taarifa kuwa mataifa haya mawili yangekutana hivi karibuni mjini Vatikani. Trump alizungumza kwa njia ya simu na Rais wa Urusi Vladimir Vladimirovich Putin Mei 19, 2025 katika juhudi ambazo yeye amesema kwamba ni za kumaliza umwagaji damu, lakini mazungumzo haya wala
hayakuleta matokeo yoyote ambayo watu walikuwa wanatarajia na kutoa ustahimilivu au masharti mapya ya amani. Putin baadaye tukaona amefanya ziara ya kushtukiza katika mkoa wa Kursk nchini Urusi. Baada ya kurejea, alisema kwamba majeshi ya Urusi yanaendelea kuunda ukanda wa usalama katika mpaka kati ya Urusi pamoja na Ukraini. Nikimnukuu, Putin anasema, vikosi vyetu kwa sasa vinashughulikia jukumu hili. Maeneo ya mashambulizi ya adui yanadhibitiwa kwa nguvu na kazi inaendelea. Hii ilikuwa ni ziara ya kwanza ya Putin tangu vikosi vya Urusi ambavyo vilifanikiwa kuondoa wanajeshi wa Ukraine waliokuwa wamevamia baadhi ya maeneo ya mkoa huo mwaka jana mwezi wa 8, uvamizi ambao ulionekana kuishtua Urusi, lakini mwisho wa siku wamedumu muda mfupi na baadaye wameondolewa. Kiev ilikataa mpango wa Putin wa kutengeneza ukanda wa usalama na wakasema ushahidi huu unaonyesha kwamba Urusi hainaye dhamira ya dhati ya kumaliza mgogoro. Alizungumza maneno hayo waziri wa mambo ya nje wa Ukraine akifahamika kama Andriy Sybiha kupitia katika mkurasa wa X zamani Twitter, akisema kauli hizi mpya za uchokozi ni ushahidi wa wazi wa kupinga juhudi za amani na zinazoonyesha kuwa Putin ndiye sababu kuu ya kuendelea kwa mauaji, alizungumza Sybiha. Putin pia alitoa maagizo ya kuandaliwa kwa mpango wa kina wa utengenezaji wa maeneo yaliyopo kusini mwa Urusi ambayo yaliandamwa na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora kutoka Ukraine, ikiwemo mikoa ya Kursk, mikoa ya Belgorod pamoja na kule Bryansk. Haya ni maeneo ambayo Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesema yanatakiwa kuhakikisha kwamba yanalindwa kwa gharama yoyote ile ili Ukraine wasiendelee kuishambulia Urusi. Lakini wakati nchi za G7 zenyewe zikiendelea na hiyo mikora yao ya kuiwekea vikwazo Urusi, nayo Umoja wa Ulaya waliidhinisha kifurushi cha 17 cha vikwazo dhidi ya Urusi. Hii ni Tume ya Ulaya imetangaza uamuzi wa Baraza la Umoja wa Ulaya kuidhinisha kifurushi cha 17 cha vikwazo dhidi ya Urusi. Vikwazo vipya vya Umoja wa Ulaya vinaongeza gharama kwa Urusi kuendeleza vita vyake na hivyo kuiongeza shinikizo kwa uchumi wake ambao tayari ni uchumi ambao nchi za magharibi zinasema uchumi wa Urusi unayumba, lakini si kweli. Urusi uchumi wake unaendelea kukua siku hadi siku kwa sababu tangu alipoanza kupambana na nchi ya Ukraine ni kwamba ameendelea kupata washirika wengine na biashara zake zimeendelea kukua. Kifurushi hiki kinalenga zaidi kuzuia upatikanaji wa teknolojia kwa Urusi, hasa teknolojia za kivita, pamoja na kupunguza mapato yanayotokana na uagizaji wa nishati kwa kulenga idadi isiyo ya kawaida ya meli kutoka katika kile ambacho kinafahamika ni meli kivuli za Urusi. Aidha, inapanua orodha ya watu binafsi na taasisi ambao wanawekewa vikwazo. Vile kifurushi cha 17 kiongeza muda wa msamaha uliokuwepo kuhusu kikomo cha bei ya mafuta kwa mradi wa Sakhalin 2 ili kulinda usalama wa nishati wa kule Japani. Vipengele muhimu ambavyo vipo katika kifurushi hiki ni vipi? Kwanza, EU imeorodhesha meli 189 zaidi ambazo ni sehemu ya meli kivuli zinazohusika na usafirishaji wa mafuta au ambazo zinachangia mapato ya nishati kwa Urusi na kufanya kuwa na jumla ya meli 342 za Urusi ambazo zimewekewa vikwazo. Meli hizi zinatambuliwa kwa kushirikiana na nchi wanachama shirikisho au shirika la usalama majini la Ulaya linafahamika kama EMSA. Sasa na zenyewe zinapigwa marufuku kufika katika bandari za EU pia kupewa huduma. Kifurushi hiki pia ni hatua kubwa zaidi kuwahi kuchukuliwa na kundi la G7 dhidi ya meli hizi za kivita. Orodha ya meli pamoja na juhudi kutoka kwa washirika kama Uingereza na Marekani imepunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa Urusi wa kukwepa kikomo cha bei ya mafuta na kufanya iwe vigumu zaidi kubadili meli ambazo ziliwekewa vikwazo. Kwa ujumla, kuuza mafuta nje kumezidi kuwa changamoto pamoja na gharama kubwa kwa Kremlin. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo wanazungumza wao. Lakini orodha nyingine, kifurushi ambacho kimetangazwa cha 17 kimeongeza vikwazo kwa watu pamoja na taasisi 75 zaidi, ikiwemo watu binafsi 17 na taasisi 58 kwa kuhusika katika hatua ambazo zinadhoofisha uhuru, mamlaka pamoja na haki ya Ukraine ya kujitawala. Miongoni mwa wale ambao wameongezewa ni kampuni ya usafirishaji ya Urusi inafahamika kama Joint Stock Company Volga Shipping, ambayo hii imekuwa chanzo kikubwa kabisa cha mapato ya taifa la Urusi, lakini pia imeorodheshwa katika hizo kifurushi kingine. Hatua nyingine ambazo zinaonekana ni kwamba orodha ya bidhaa ambazo zinafahamika kama dual use au zile bidhaa ambazo zina matumizi pacha
Afrika na zenyewe ni miongoni mwa zile ambazo zimewekewa vikwazo, kama vile wale wazalishaji wa kemikali na wenyewe wamepigwa pin, vipuri pamoja na sehemu za mashine za computer numerical control zinazofahamika kama CNC na zenyewe zimepigwa pin. Lakini pia tumeona kifurushi hiki pia kinapanua muda wa msamaha ambao uliweka kikomo cha mafuta au bei ya mafuta kwa usafirishaji mafuta ghafi kutoka mradi wa Sakhalin 2 nchini Urusi kwenda Japan kwa sababu za usalama wa nishati, ambapo wameongeza muda hadi tarehe 28 Juni mwaka 2026. Kwa hiyo si labda Urusi wanaweza wakatetereka kutokana na hizi vikwazo, hapana. Ni vikwazo ambavyo rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alizungumza back then, akasema kwamba anafahamu kuanzisha kwake special military operation pale nchini Ukraine, alijua kwamba atawekewa vikwazo na tayari Urusi walikuwa wamejiandaa kupambana na hivyo vikwazo. Kwa hiyo si vikwazo ambavyo unaweza ukaona kwamba labda vinaitisha Urusi, la hasha, bali vinaendelea kuipa nafasi Urusi ya kufikiria ni kwa namna gani wanaweza wakabuni njia nyingine za kuweza kuendelea kukuza uchumi wao pamoja na kuwafanya raia wa pale Urusi wasiwe na maisha magumu kama ambavyo ilikuwa inafikiriwa na nchi za kimagharibi, na hasa hizo za G7 pamoja na hizo zilizopo katika ule muungano wa EU. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.